Asalamu alaykum mpenzi msikilizaji wa Open Mic za Didas TV. Mimi naitwa Machumbe Tonganolami Crystal, mtekelezaji wa makala yako. Leo ni siku ya Alhamisi tarehe 8 mwezi Mei mwaka 2025. Katika leo tunazungumzia sikukuu ya kimataifa ya msalaba mwekundu. Kulizungumzia hili naungana moja kwa moja naye Onesphore Kabandelwa Ngiamu ambaye ni mkuu kiongozi ama mratibu mkuu wa shirika la msalaba mwekundu tarafani Fizi. Onesphore Ngiamu, umenifuata vilivyo pale ulipo mzee? Ndio, nafuata vizuri. Leo tuliona shamra za wanamemba wa msalaba mwekundu wakitembea tangu saa 11 na dakika 30 alfajiri. Sijui leo ilikuwa nini ndo inasababisha wao watembee mji mzima wa Fizi na kufikia maombo na kurudia. Katika dunia mzima kama vile ulivyoongea, msalaba mwekundu lisherekea miaka 62 tangu shirika la msalaba mwekundu ulimwenguni liundwe. Taratibu yetu kila mwaka tarehe 8 ya kila mwaka tunakuwa na sikukuu dunia yote mzima ya msalaba mwekundu. Ile ilituma ione pale Fizi, watu walizunguruka Lusenda, Karamba, Luchako, Maindombe hata na Minembwe. Sikukuu ilifanyika katika tarafa nzima la Fizi kwa kusherekea mwaka wa 162 tangu shirika la msalaba mwekundu liwe ulimwenguni. Nikuulize kuhusiana na nani aliyeunda shirika la msalaba mwekundu? Msalaba mwekundu uliundwa na mwananchi wa Uswisi ajulikanaye kwa jina la Jean Redina. Ndio aliunda msalaba mwekundu, yeye ni Mswisi, ndio aliunda ile shirika. Na upande mwingine tuseme kwamba huenda kwa sasa msalaba mwekundu unataka kuzungumzia nini? Maana ya msalaba mwekundu, kazi zenu ni zipi? Msalaba mwekundu kwanza ni shirika lililoundwa na mwanadamu kwa faida ya mwanadamu, tuseme na mtu kwa faida ya mtu, lakini yake ni kuingia na kupunguza magumu ya watu. Tuzungumzie kwamba ninyi mnafanya makazi gani zaidi inayomhusu ninyi watu wa msalaba mwekundu? Tunafanya kazi kama vile nisema, kama inaundwa na mtu kwa faida ya mtu, tunafanya kazi za kusaidia watu waathirika wa vita, wa majali mbalimbali. Tunafanya miradi pia ya maendeleo. Kwa sababu gani? Kupunguza na kuingia magumu ya watu. Ndio maana mnatuona kila mara tunafanya kazi za kufundisha watu juu ya afya, kufundisha watu jinsi wanaweza kujikinga juu majanga isiwapate, na kuwasaidia pia wakati wanakumbwa na ile majanga. Ndio tunafanya kazi nyingi, ndio tuko na madepartements mingi sana ndani ya msalaba mwekundu katika kila nchi na ulimwenguni pote. Sasa ninyi mnawasaidia watu, mnapata uchumi kutoka wapi ili mwasaidie watu? Dunia inakuwa inachangia, tuseme kwa msalaba mwekundu, wanamemba kwanza wanachanga kwa mwaka, pia watenda memba wengine wanasaidia, serikali zingine zenye kujiweza zinasaidia msalaba mwekundu katika nchi zao, na wadhamini wengine mbalimbali, na pia mamiradi yetu ya kutuingizia vitega uchumi inasaidia kwa kusaidia. Ni msaada wa kwanza, ni volunteer, mtu kujitolea bila kutegemea msaada wowote. Anaweza kufanya kazi 100 bila kulipwa, bila kutegemea ushuru. Ndio tunasemaka ile ni utajiri wetu, le volontariat c'est une source d'économie mkifaransa. Ndio tunasemaka tunaweza kufanya kazi nyingi bila kutegemea kulipwa. Tunajitolea kwa ajili ya watu, ndio tunaweza sema uchumi wetu kwa kabambi. Shirika la msalaba mwekundu liliundwa mwaka gani ili watu wajue jinsi ulivyoundwa huo msalaba mwekundu? Rasmi katika dunia msalaba mwekundu umekuwa sasa tangu 1863. Na katika nchi yetu ya Kongo sisi msalaba mwekundu ulipata document yake ya tunaita decret loi ilikubali uliziche kwa Mkongo iko ya le 1er mars 1961. Manufaa gani ya watu wao wanashirika wa msalaba mwekundu? Ni vizuri kama vile tuliongea mwanzo, shirika la msalaba mwekundu imeundwa na mtu kwa faida ya mtu. Ni vizuri watu wote wasaidiane. Tangu Zaire mpaka leo msalaba mwekundu katika nchi ya Kongo ilipenda katika kila jamaa ya Kongo uwe mwanamemba mmoja, kwa sababu kukitokea janga ama shida fulani ni mara moja katika kila jamaa utachomoka mtu mwenye kujitolea, na magumu yetu yanaweza kupunguka kwa haraka. Ni kusaidia wasijojiweza, hata wao ujiweze, na mkiwa wale watatu kuchangia mtawezesha mwingine kwa kuokoa maisha yake. Mbona kiongozi, kuna watu ambao wanakimbia shirika la msalaba mwekundu kuhusiana na michango
inapita kwa nyingi. Kwa mfano jinsi ulivyosema kwamba ni shirika la mtu anajitolea mwenyewe kutoa mali na mwili wake kwa ajili ya mwingine. Sasa watu wanaanza kukimbia kusema kwamba hatuwezi kuingia kwenye shirika la Msalaba Mwekundu, maana kule ni kutoa tu, kujitoa kama Yesu. Kila mtu ana hali yake ya kuishi. Mbele ya kuingia mtu anaambiliwa akubali kanuni 7. Kanuni 7 taisema katika Kifaransa. Tuko principe ya kwanza ni humanité, ya pili impartialité, ya tatu neutralité, ya ine indépendance, ya tano volontariat, na ya sita unité na universalité. Unajitolea kwa hiari bila kutafuta faida. Kama unatafuta faida sasa, ule manake hakuelewa vizuri, alijiingiza tu kwa sababu ya faida fulani. Lakini akijiingiza nilikuja kujitolea kwa kusaidia kwa ajili ya huruma, ule hawezi kusema vile. Na michango wanayafanya juu ya kufanya huduma zao za kuendelesha shirika na pia kusaidia wasiojiweza. Ile ndio naweza sema huyu bwana kuelewa vizuri, alijiingiza tu kichwa analiuliza mwanzo mtu kwa nambre yenye namna gani ili kutoa labda. Sababu watu wengine watakwambia ni Msalaba Mwekundu ni nzuri kama kuna miradi fulani ambao ina pesa, wakati unatumika na unapata kitu ndani. Wakati hakuna kitu utatumika tu. Juu ukingoenda upate kitu kwa kusaidia watu, shida itakuwa nyingi zaidi. Sasa tunasema le volontariat c'est une source d'économie. Tunafanya kazi mamia bila kutegemea chochote na tunasaidia watu. Ni ile naweza kuongea pale. Naam, ujumbe wangu wa mwisho ni kwamba kwako wewe, tuma ujumbe kwa raia wa tarafa nzima la Fizi kuhusiana na watu wanaobuguza shirika la Msalaba Mwekundu. Upande wako unatuma ujumbe gani kwa raia, watu ambao wanakataa kujiunga na Msalaba Mwekundu? Ningalipenda watu wote wajiunge na Msalaba Mwekundu kwa sababu Msalaba Mwekundu umeundwa na mtu kwa faida ya mtu. Na wale wanamemba wa Msalaba Mwekundu wako pamoja na raia kwa ajili ya raia na ndani ya raia. Na ndio maana tukikuwa wengi wanamemba tutapunguza magumu ya watu, na tukielewa vizuri utaona kama ile maprincipe nilisema, kila jamaa iko na mwanamemba ambaye itakuja juu. Tulisema kwa vapo la pedi monde kwa mbele kwa kuleta amani. Ni vizuri watu wajiunge na Msalaba Mwekundu kwa sababu inatia mtu uhuru, auegemee upande fulani au chukie mtu au gombanishe mtu, na wote wangalikuwa vile amani ingalikuwa. Na ndio maana unaona pale Fizi kwa nyumba ambayo imejengwa kwenye leo tumefanyia mkutano ule wa mafete ya leo pale Kyokelo. Ni mezo ya cohesion sociale, watu wakutana pale wa kabila mbalimbali, wa lugha mbalimbali, wa dini mbalimbali, amani inaonekana ya kutumu. Ndio maana nasema watu wakuje tusaidiane juu majanga ziko mingi na watenda kazi ni wachache. Watu wengi wanasema kwamba wanapoona kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu na shirika la Msalaba Mwekundu ni kwamba wao ndo chanzo cha kuchochea vita kati ya pande ya simu. Upande wako unaweza kuambia nini watu hao wanaozagaza hizo taarifa? Kutokujua makazi ya Msalaba Mwekundu ile inatokea juu ya nini? Tunafundisha watu wote wenye kuwa na bunduki, ile sisi watu wote wenye kuwa na bunduki namna ya kuheshimu binadamu na kumkinga. Unaona wakati vita inakuja makuru tribunal inakuwa na haribika, watu wanakimbia. Mwekundu unabakia na watu wakingia, kuwafundisha haki ya binadamu, ndio tunaita droit national humanitaire. Kwa sababu wakati wa vita hakuna makuru tribunal, sisi tunafundisha watu wenye kuwa na masilaha namna gani wanapaswa kuheshimu na kulinda raia. Ndio sababu anaona labda sisi tuko ngambo fulani, bado tunafundisha kila mtu, tunampata kwenye iko tumfundishe haki ya watu. Wakati vurugu inaweza kuja mwinchi, mtu asivamie mtu raia, amukinge, amulinde na amuocha binadamu mwingine. Lakini kazi yetu ni Croix na vapo la pedi monde kwa kupinga watu haki na heshima ya binadamu bila kubagua na kutegemea upande wowote. Bwana Onesforo Abandelwa Ngiamu, tunakushukuru sana kwa muda wako ambao umeungana nasi muda huu wa jioni. Didas TV inasema kwamba shukrani sana kwa muda wako na wenda usiku mwema kwako na kwa heri.